Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Tunayo tafakari ya leo kutoka kwa kitabu kile cha Isaya sura ile ya kwanza mstari wa 21. Bwana Yesu ametupa neema kuiona siku, na jina la Bwana libarikiwe, na ubarikiwe wewe uliyepewa kuiona siku. Mstari wa 21 unasema hivi: mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba? Yeye aliyejaa hukumu ya haki, haki ilikaa ndani yake, bali sasa wauaji. Hili ni swali linaulizwa, mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba? Ya kwamba kuna siku, kuna wakati, kuna mtu alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Aliishi kwa uaminifu katika kila maisha aliyoyaishi. Aliona maisha yake kuyaweka kwa Bwana, na akayaweka na akaishi. Lakini siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, kuna kitu kilionekana kikizaliwa ndani yake, nacho ni ukahaba. Ukahaba manake nini? Ukisema tu ukahaba, sura ya ukahaba, mtu anaenda moja kwa moja kwenda kufanya zinaa na wanaume tofauti tofauti, ama wanaume wa nje. Lakini leo tunataka kuangalia ukahaba huu unaozungumzwa ni ukahaba gani? Huu ni ukahaba ya kwamba nilipokuwa natazamwa na Bwana, aliona uaminifu wangu. Nilimjua yeye, niliishi katika yeye, nilifanya kwa ajili yake, nilikuwa mwaminifu kwake, na kwa sababu hiyo nikawa mali yake. Lakini siku zilivyozidi kwenda, nikaanza kujiungamanisha na tabia, vitu, watu ambavyo vitu hivyo vikawa havimpendezi Mungu. Kwa hiyo ninavyojichanganya ndivyo ninavyofanya ukahaba. Chochote ambacho sio kwa ajili ya Bwana ni ukahaba. Chochote ambacho akimpi Mungu utukufu ni ukahaba. Unaweza ukawa hujaenda kuvua nguo ukafanya chochote kinachohusu zinaa ya kimwili, lakini mbele za Mungu nikahesabika kuwa kahaba. Mwanzoni nilijaa hukumu ya haki ndani yangu. Nilitembea na hukumu ya Mungu, nikahesabiwa haki na yeye. Manake nilikuwa na hofu ya Mungu ndani yangu. Nilikuwa nikiangalia vitu naona hapana, hii hapana, hapana, hii haimpendezi Mungu. Hofu ya Mungu ilitanda ndani yangu. Na kila nilipoishi niliona natamani nimpendeze Mungu, na maisha yangu yalikuwa yanabeba tahadhari katika nini natakiwa kufanya kabla sijafanya na ninapofanya. Kwamba kila wakati nilikuwa naangalia kuna nini ambacho kinabeba heshima ya Mungu kwenye maisha yangu. Kama ni kwenye muonekano, kama ni kwenye kutenda, kwenye maneno na kadhalika. Kwa maana nilibeba tahadhari kwa kila ninachosema, nilibeba tahadhari kwa mwenendo wangu, na kila kitu nilibeba tahadhari kwayo. Lakini siku zilivyozidi kwenda, tahadhari ile ilienda ikiondoka wakati nilipokuwa naendelea kujichanganya na yale yasiyofaa, lakini mimi nikiwa sijui. Kwa hiyo utamu wa yale yasiyofaa uliniondolea hofu ya Mungu ndani yangu. Uliniondoa mimi kutembea kwenye hukumu, na kwa maana hiyo nikajikuta naipoteza haki pole pole bila mimi kujua. Kwa sababu haki ilikaa ndani yangu. Nilikuwa nikikaa ile haki ya Yesu Kristo ambayo ndio sisi wanadamu tumepewa, ndio ilikuwa inakaa ndani yangu. Ndio maana kila nikikaa nilikuwa na mhofu Mungu. Lakini sasa siku zimeenda, ile hofu haipo tena. Nimekuwa sijali. Nimekuwa naona vitu viko sawa. Anasema haki ilikuwa ndani yake,
bali sasa wauaji. Kwamba ndani yangu sasa kumebebeka ama nimebeba zile roho zinazoua watu wengine, kuwafanya watu wengine wafanane na mimi. Kwa hiyo watu wakiniona hawamuoni tena Mungu, hawaoni kile ambacho walitakiwa kukiona, bali wanaona kitu ambacho ni tofauti. Kwa maana hiyo, kuna mazingira ambayo yanajionyesha kwamba hayako sawa, na kwa sababu hiyo tunaona maisha ya mtu yanaanza kulegea, yani maisha ya mtu ya wokovu yanaanza kulegea mpaka mwisho anakuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo kwa mtu wa kawaida kwake kuna vitu anaanza kuona kwamba kwani hii inakosa gani? Kwani hii ina shida gani? Anaanza kutetea uovu. Maana yake ni nini? Kwa sababu ndani yake kuna wauaji ambao sasa wanaua, wameua ndani yake, na sasa wanamtumia mtu huyo kuua watu wengine. Bwana Yesu atusaidie. Tunaishi katika nyakati ambazo ni mbaya, nyakati ambazo saa yoyote chochote kinaweza katokea. Kwa manake ni kwamba kifo kwa mwanadamu kimebeba uwepesi na urahisi tofauti na zamani. Sasa hivi vielelezo vya mtu kuondoka duniani vimewekwa wazi, kwa manake vimeachiliwa. Dakika unaweza kashangaa mtu hayupo. Manake mtu anatakiwa kuishi kwa uangalifu, na uangalifu huo sasa ni pale mahali nitakaporudi kwenye ile hukumu ya Mungu na haki yake, ili sasa niweze kuishi katika yale mapenzi yake, na nijikute kwamba hukumu ya Mungu, badili ya kusikia hukumu kwamba inanihukumu mimi, bali nisikie kwamba hukumu ya Mungu ndani yangu inanikataza kwamba hii hapana, usifanye. Lakini sio ile hukumu inanihukumu nimefanya. Niko hivyo. Kwa hiyo maisha yangu yanabakia kuwa maisha ya hofu. Maisha yanakuwa ya hofu, na kuwa mtu ambaye sina uhakika na maisha yangu ya wokovu. Sasa kutokuwa na uhakika na maisha ya wokovu kuna tutengenezea wepesi na haraka kutuingiza kwenye uharibifu. Hebu tutafakari ili neno kwa sehemu ndogo siku hii ya leo, kila mmoja kwa jinsi yake. Ndani yangu wanakaa nani? Wanakaa wauaji ama wanakaa roho gani ambayo inanipa mimi kutembea na hofu ya Mungu, ndiposa hata niweze kumsaidia mtu mwingine na yeye aweze kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ninatamani kuweza kujua ile roho ya ukahaba inayotesa watu, ambaye watu wanashindwa kuelewa. Mtu anasema kwamba mimi zinaa siko huko, lakini niko kwenye zinaa ya kiroho, kwa sababu ya kujichanganya. Kujichanganya maana yake ni zinaa, kwa sababu unajiingiza na unajichangamanisha na kitu ambacho sicho, unajichangamanisha na mtu ambaye siye. Sasa hiyo ni roho. Kwa hiyo neema Mungu iweze kututosha ili tuweze kuishi katika yale aliyo mapenzi ya Mungu. Ndugu yangu, tuna siku ambazo zinahesabika, kwa maana kwamba kulingana na majira na nyakati. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kutengeneza maisha yake, maana hajui yanayokuja kutokea kesho ni yapi katika maisha yake. Na kwa jinsi hiyo, maisha yangu, nafsi yangu ni bora na ni muhimu. Nikasema siku moja nikiwa nafundisha, naona hilo neno linakuja ya kwamba shetani anafanya biashara na uwanja wake wa biashara ni duniani, na Mungu anafanya biashara na uwanja wake wa biashara ni duniani, na wanadamu ndio biashara yenyewe. Kwa hiyo shetani anataka kutrade na wanadamu, na Mungu anataka kutrade na wanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu aweze kufanya mapenzi yake. Shetani naye amemdanganya mwanadamu ili aweze kuyafanya mapenzi yake. Kwa hiyo shetani ana trade kutaka nafsi yako. Yani you exchange whatever anachokupa, wewe unampa nafsi yako ambaye inakwenda kupotea milele. So tunatakiwa kuwa very careful katika kile ninachofanya, ili niweze kuhakikisha kwamba hiki kinampa Mungu utukufu, hiki ni cha Mungu, ama kinaenda kuniingiza kwenye mtego, ama kinaenda kunipoteza, ama kinaenda kuniharibu. Tusifanye vitu kwa sababu tunaona katika ufahamu wangu mimi kwamba hiki kitu ni sawa. Je, kwa Mungu ni sawa? Iko njia ionayo mtu machoni pake kwamba ni njema, lakini nampeleka kwenye uangamivu. Biblia inasema. Sasa sio kila kitu unachokiona kwamba kinaenda sawa
ama kiko kinaonekana kuwa kizuri basi kinafaa. Hapana, sio kila kitu kinafaa. Kinaweza kikawa ni kizuri lakini hakifai. Na wakati kwamba hakifai, mimi nikakichukua nikakifanyia kazi ama nikaenda nacho, ina maana najiingiza kwenye uharibifu, najitengenezea mazingira mabovu. Lakini neno linasema hivi katika Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 23, vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Kwa hiyo unaweza ukaona kitu hiki kimebeba uhalali, lakini ni cha kukuangamiza, cha kuangamiza nafsi yako. Na ndio anasema mstari wa 24, mtu asitafute faida yake mwenyewe. Mtu asitafute faida yake mwenyewe, isipokuwa atafute faida ya mwenzake. Sasa ndani yangu nikiruhusu mauaji yakakaa, wauaji wakakaa, ni kwa ajili ya kuua wengine. Kwa sababu mpaka wauaji wamekaa ndani yangu, wameshaniua mimi. Kwa hiyo sasa watanitumia mimi kuua wengine. Kwa hiyo kama ni kwenye muonekano wangu utainspire, utawashawishi watu wengine wafanane na mimi, na watakuwa na wao wanakufa. Kwa hiyo mimi nitakuwa ni kielelezo cha mauaji kwa watu, kwa sababu uaji unakaa ndani yangu. Tafakari hili na uone, je, kila kitu unachofanya unakiona ni halali kwako? Lakini je, kinakufaa? Na kila kitu unachoona kwamba ni halali kwako, je, kinakujenga? Kinafaa kwako ama hakifai? Kwa sababu kama hakifai, ni afadhali kupoteza kuliko kupata hasara ya nafsi yako. Ukiona umeingia kwenye kile kisichofaa, ujue shetani amesha trade, ashafanya biashara na wewe, akaichukua nafsi yako. Na nafsi yako akiichukua, ana kazi moja tu nayo, kupotea milele. Tafakari na Mungu akubariki. Baba, asante kwa kuwa ni mwaminifu. Tusaidie kuvuka katika hili. Yale ambayo tumefikiri yako sawa, kumbe tumekaribisha mauaji ndani yetu na tukauawa. Na zile roho za mauaji zikaanza kuua watu wengine zikitoka ndani yetu. Tusamehe na ukatutakase kwa damu yako takatifu katika hayo ambayo hatukuwa tumeyajua, na yamkini tulifanya hivyo. Tunaomba rehema, tunaomba utusamehe, tunaomba ututakase kwa damu yako takatifu, na ukatupe sasa kuwa makini katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Shalom, shalom.